Nitakueleza, ila naomba usimwambie mtu yoyote, maana wakijua watazidi kunichukia. Mimi kweli ni nyoka, na siitwi Lani, naitwa Daslin. Na yule kijana naye ni nyoka, anaitwa Mansur. Tunafahamiana muda mrefu sana, toka dunia yetu ya huko. Sitaki kuamini kama wewe ndio ulomng'ata dada yangu. Hivi mna shida gani nyinyi? Mna nia gani na kijiji chetu nyinyi nyoka? Kwa nini mnafanya atuishi kwa amani? Mishi, hatupo kwa ajili ya kuwaua watu na kuangamiza. Unakumbuka kuna siku ulienda kwa Dami? Ulikutana na binti mlangoni. Alienda pale kwa ajili ya kumuoa Mansur. Alivyokuona wewe, akagailisha kila kitu. Na yule ndo nyoka anayeteketeza hiki kijiji. Na ndo huyo Minyembe amemuoa. Umetoka kufanya nini nyumbani kwangu? Alafu wewe ni nani? Maana sijawahi kukuona hata siku moja, na unaingia nyumbani kwangu hali yako mimi mwenyewe sipo. Kuna nini? Mimi ni mke wa Minyembe. Kuna kitu changu nimefuata ndani kwako. Hivyo basi sijakikuta, lakini kata ya mimi bi mkubwa, yeye bi mdogo. Na kuomba tuungane tumteketeze yule binti ili tumuokoe Mansur. Najua hiki kijiji kitakaa kwa amani. Hata sielewi. Lakini pia nataka kujua, kwa nini ufanya yoyote kwa ajili ya yule daktari? Sijui Mansur umesema mna mahusiano gani wewe na yule? Ni historia ndefu sana. Kiukweli nimefurahi sana kukuona hapa. Nimekuja tu kukupa taarifa kwa sababu unahitaji kutoka kidogo na tutaonana baada ya miaka kadhaa. Sasa unaenda wapi? Na kwa nini unaondoka mbali kiasi hicho? Natoka na sijui wapi ninapokwenda. Na yote ni kwa sababu baba hataki niwe na mahusiano na Surya. Na anahitaji mimi nitawale tawala yake ya nyoka. Mimi sihitaji. Unampenda sana Surya? Nampenda sana Surya kwa sababu ndo mwanamke wa maisha yangu. Nadhani hata mwenyewe unafahamu. Na mimi je, unanipenda kama unavyompenda Surya? Ndiyo. Nakupenda sana Daslin. Lakini Surya nampenda kama mpenzi wangu. Wewe nakupenda kama rafiki. Daslin. Vipi? Mbona kama umekuwa katika hali mbaya sana? Hamna. Nimefurahi tu. Mansur, unajua wewe ndo mtoto mkubwa katika ukoo wa Milambo. Ukiondoka babako atakuwa dhaifu sana. Ila
una umuhimu mkubwa sana katika maisha yangu. Nikiwa mbali na wewe, yaani nakosa amani na sijui nitaishije. Naomba usiondoke kwa ajili yangu, kwa sababu ukiwa mbali na mimi nakosa amani, najiona kama mpweke. Naomba usiondoke kwa ajili yangu. Daslin, hilo nalijua, ila fahamu kuwa mimi nawe bado ni marafiki na urafiki wetu utaendelea kudumu. Nakaa ukijua siku zote marafiki waga hawaachani. Mimi nakwenda, lakini imani bado utakuwa karibu yangu. Lakini mbona kama moyo wako kuna kitu unataka kuniambia, lakini kama unaogopa? Hamna Mansur, ila ukirudi nitakwambia. Basi sawa Daslin, ila utaondoka tu, nitakuachia kijizawadi. Alafu wakina Surya wamewaga? Surya sijamuaga, ila utanisaidia kuwaaga utakapokutana nao. Sawa. ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। Umeshamwambia ukweli kama unampenda? Dada, nimeshindwa kumwambia kwa sababu Mansuri anipendi mimi, anampenda Surya. Yaani vitu vyote ambavyo tunafanyaga mimi na yeye, lakini havina umuhimu kwake. Yaani sitomsamehe Surya. Lakini usiseme hivyo. Surya hana hatia yoyote. Wewe unakumbuka tangia zamani nakwambia, mwambie kama unampenda, mwambie ukweli. Unasema dada nitamwambia. Sasa hivi Surya hana hatia. Umeona sasa? Surya anajua kila kitu, kwamba mimi hapa nampenda sana Mansuri, lakini kaamua kufanya makusudi tu. Mimi na yeye kuanzia leo rafiki umeisha. Sitomsamehe. Lakini pole sana rafiki yangu. Ina maana bado nampenda eh? Sielewi, lakini kwenye moyo wangu kama nahisi kuna jambo. Pole sana Daslin. Tayari moyo wangu ushampenda Mansuri. Wewe udhaifu wako ndio unakutesa mpaka sasa. Sasa sijui itakuwaje. Usijali Mishi, hitaji la moyo wako utalipata. Mwambie tu Mansuri ukweli kama unampenda. Ni ajabu sana. Wewe umejuaje kitu ambacho nafikiria kwenye moyo wangu? Nasikia chochote unachokiongea, na hata ukiwaza kwa nafsi na uwezo wa kusikia. Naomba tuwe marafiki. Nitakusaidia kwa kila kitu. Utanisaidia kumpata Mansuri? Ndiyo, usijali.
Ona ulivyokosa aibu. Mwanamke ambaye anajiamini siku zote haji kama mwizi wa saa 4 za usiku. Nisikilize basi. Nilikwambia kuwa usiende ukatangaza siri yangu kuwa mimi ni nani. Ile cha kushangaza umeenda umetoa siri. Hivyo basi nahitaji kumwambia huyo mume wako kuwa wewe ni nani. Na kama unavyojua maneno yangu yote hapindue hata ile. Safari game ulioanzisha unalo kukua minyembe. Wewe ni mtoto mdogo sana. Sikupanga kuongea nawe kwa sababu ni mtoto mdogo. Unataka kuongea na mimi, basi tuongee kikubwa. Nisikilize, Daslan. Naona hangaika sana, unapapatika sana. Kumbuka kila kitu chako kwa wewe kiko mikononi mwangu. Vitisho vyako mimi haviniogopeshi wala havinitishi. Sasa basi, una mtihani huu wa kujitetea. Kabla sijamwambia huyo mume wako. Na leo sio ombi, ni amri. Kabla huyo mzee wako hajajua wewe ni nani. Ombi gani hilo? Vizuri, sasa vizuri muuliza. Namtaka Mansuri akiwa hai. Sijui unanielewa? Hivi Dami, yule mvulana Lola hapa nyumbani kwenu unamfahamu? Hata simfahamu. Maana ameletwa tu ni leo. Kwa hata sijui anatokea wapi. Alafu mbona ana majeraha sana? Kiukweli hata sijui kitu gani ambacho kilichomkuta. Kuna mtu aliyemleta anaitwa Majoka. Majoka? Vipi? Unamfahamu? Hapana, simfahamu. Sasa, unatakiwa tuende ukabadilisha hizo nguo. Maana ukija kukutwa hivyo, utapata shida katika hichi kijiji. Mimi hayo manguo yenu siwezi kuvaa kabisa. Mimi siwezi kuvaa hayo manguo yenu. Mansuri mmemwona hapa? Mansuri? Hajafika huko. Sasa mbona ndani hayupo? Pole sana kipenzi. Asante. Wewe ulikuwa wapi? Hayo mengine tutayaongea. Ila na jambo la kukushirikisha kidogo. Ndio. Nasikia yule kijana daktari wa nyoka ametoroka. Ni kweli. Yule kijana alitoroka. Bila shaka nimemtuma mganga wangu mimi. Nataka unamjua. Nimemwagiza nimwambie apite nyumba hadi nyumba. Mpaka hakikishe akimkuta yoyote amekaa naye au amemhifadhi. Akikamatwa naye nimemwambia simwache peke yake, aje na wote hiyo familia kama watu 10. Ila kwa maneno yao sadikika mitaani. Inatokea upo kwenye madaraka kutokana na wale wanakijiji wote wameshamwamini yule kijana. Yule ni mchawi vile vile. Inabidi angeuawa. Ulisubiri nini naye kumuua? Sasa atakuwa ameenda wapi? Yaani mimi nakuuliza swali neno niulize swali. Mansuri mmemwona kapita au la? Hilo ndio nataka kulijua. Sijamuona hapa. Nyumbani hayupo. Hayupo. Ni kweli unachokisema.
Yule kijana kwa mwenendo niliomwangalia pale, nilipopata majaruba kule kwenye sehemu ya kuwatesea watu pale. Kuna kitu kilinitokea pale ndo kikanifanya nikarudi nyumbani kule. Nikamweba mke wangu nikamtambisha chini kwa sababu ya hasira. Ndo hicho na kiwaza kichwani. Yule kijana atakuwa yuko na nia hiyo ya kutaka kuja kutua utawala wangu. Sasa. Ndio. Mimi huyu kijana najua alipo. Usitaka kuniambia umemuona yuko wapi? Na nafahamu wapi alipo na hao wale muhifadhi pia nawafahamu. Sawa. Twende sasa hivi. Twende. Punguza haraka. Haraka haina baraka. Twende kwanza ndani ukapumzike, nikutengee maji uoge, nikukande. Kesho utaamka na nguvu mpya kwenda kumtafuta. Acha kunitumbulia mimacho yako. Yaani ulivyompuuzi. Hapa na umekuja kujificha. Unakuja kujificha kwenye mabanda ya nguruwe. Hauna taibu. Na wewe ni nguruwe mwenzao. Sasa unajua sana kuharibu mipango ya watu. Umenisumbua sana Mansuri. Yaani sasa hivi sikubakizi. Ulifikiri mimi nakuogopa? Eti nimekukimbia. Surya toka lini akawa muoga? Surya hawezi kuwa muoga. Surya sio mdhaifu kama unavyofikiria. Babako anajivunia jembe. Eti simba. We ni simba. We paka. Tena paka mkongo. Yani paka ulozeeka. Ambao uweze hata kubeba mimba. Sasa hacha nikumalizie ili ujue kwamba mimi ni Surya. Alafu nikisha kumalizia naenda kukutumbukiza kwenye banda la nguruwe. Unaliwa nao pumbavu wenzako kule.